kutuuliza ya kwamba tuko wapi, lakini tumekuwa tumepumzika kidogo ili tuweze tena kupata energy ya kuweza kupata maji alafu turudi. Kwa hivyo kesho wagonjwa wote wale ambao wanatutafuta tuko bado hapa, tunataka tusaidie kila mtu. Kwa hivyo nawakaribisha wote ya kwamba karibuni, na tutaweza kuhudumia kila mtu ambaye ataweza kuja pamoja nasi. Nimekuwa nikiwaambia ya kwamba kwanza kwa jina langu naitwa Jones Kayeshe, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa jina hilo. Mara nyingi watu wengi wameshinda kutamka, naitwa Kayeshe, sio Kayeshe, Kayeshe. Kwa hivyo ukiniita Kayeshe nafurahi sana. Kwa hivyo ninawakaribisha kwa njia hii ya kwamba ni kipindi cha afya. Yule mtu ambaye nimekuwa nikitembea na watu ambao ni wagonjwa, hata wale ambao wamekuja pale mezani kuwahudumia, hawa wagonjwa pia wanastahili kusikia mausia haya, kwa sababu haya ni ya muhimu zaidi. Tumeweza kuona kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba kwa sheria, na mwili huu umeweza kushikanishwa na sheria. Kwa hiyo ukienda kinyume na hizo sheria ambazo nimekuwa nikizungumzia, sheria 8 za afya, utaweza kuwa sawa. Ninatamani sana ndugu zangu, walimu wenzangu, kama tunaweza kupata zile charts ambazo zina sheria 8 za afya, ambayo nimesema ni madaktari wa 8 ambao Mwenyezi Mungu amewatia muhuri. Kila mahali tuendapo tunaambia watu ya kwamba ikiwa tutashika hizo sheria 8 ambayo ni madaktari wa 8, tutaweza kuwa sawa. Kwa hiyo ninapoendelea kuzungumza, ninaomba ya kwamba mniletee hizo charts ndani ya gari ambazo tutaweza kuonyesha watu eneo la Mazeras ya kwamba hao ndio madaktari wa mbinguni, madaktari ambao Mungu mwenyewe ameweka muhuri wake, maana ametuumbia hao madaktari. Hizo sheria 8 za afya Mungu amemuumbia mwanadamu. Kwa hiyo unapoenda kinyume na sheria 8 za afya, unakuwa mgonjwa automatic. Kama kuna kitu ambacho kinakuumiza haraka wakati wewe ni kama gari, alafu gari hilo liweze kwenda kinyume na sheria yake, litapata shida. Kwa hivyo nasi pia wanadamu tuko hivyo, maana sisi ni live machine. Live machine inapokataa kutunza sheria yake, basi mtu anakuwa na matatizo katika maisha yake. Kwa hiyo nataka niweze kuomba ili tuanze tena kipindi hiki cha afya. Baba mtakatifu, mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele, kwa maana wewe ndiye unayestahili. Tazama, tunaomba ya kwamba tusaidie kuelewa mafundisho haya, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Kwa hivyo jana tuliweza kuangalia lishe 5 ndani ya maandiko. Tuliangalia lishe 5 ndani ya maandiko na tuliweza kuzifuatilia, yaani tuliweza kuongea lishe baada ya nyingine. Jana tuliweza kuona 5 diets in the Bible, na tukagundua ya kwamba Mwenyezi Mungu anajali afya zetu na amekuwa akitupangia lishe kupitia kuanzia kwa Adamu na Hawa walipoumbwa, akawapatia lishe. Na tuliona ya kwamba Adamu na Hawa walipewa lishe ambalo lilikuwa linatoka katika mche na matunda ambayo yaliyo na mbegu. Kwa hivyo Adamu na Hawa lishe lao lilikuwa ni matunda yaliyo na mbegu, alafu tukawa na mbegu zenyewe, alafu tukawa na njugujugu. Hizo ndio zilikuwa vyakula vyao. Baada ya dhambi, Mungu tena akaleta lishe lingine, kwa sababu hao watu walikuwa wamefanya nini? Wameenda kinyume na afya. Miili yao imedhoofika, roho zimedhoofika, wakawa wagonjwa watu hawa. Kwa hivyo Mungu katika lishe la pili likaitwa nini? Likaitwa diet after sin, yani lishe baada ya nini? Ya dhambi. Walipotenda dhambi, Mungu akawaongezea nini? Tuliweza kupata katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la 18, tukaweza kupata ya kwamba aliwaongezea mboga. Kwa hivyo yule mtu ambaye hali mboga, mtu huyo ana shida, kwa sababu matumbo yetu
yaliharibika kupitia kwa viuno vya Adamu na Hawa. Kwa hivyo Mungu akaongeza mboga. Watu wengi hawali mboga. Tutaweza kujisaidia, tunaendelea kujifunza mambo mengi sana. Kwa hivyo tunahitaji kula mboga za kutosha, maana hizo mboga ni dawa ya mwili wako. Hizo mboga zinakusaidia kwa fiber, zinakusaidia, zile nyuzi zinakusaidia. Mboga ni kifagio cha nini? Cha utumbo wako. Kwa hivyo wewe ukikosa kula mboga, jua ya kwamba wewe ni mgonjwa, unastahili kutembelea daktari ili uweze kusaidiwa. Kwa hivyo tukaja tukaona lishe lingine ambalo Mwenyezi Mungu aliweza kupatiana pale wakati wa flood, wakati wa flood ambapo kuna flood ni nini kwa Kiswahili? Kama kuna mtu anaelewa hili jambo. Gharika. Wakati wa gharika, wakati gharika lilipoingia, basi Mwenyezi Mungu akatoa lishe. Huyu Mungu ni wa ajabu sana, watu wa Mazeras. Mungu anatujali kuanzia wakati wa Adamu mpaka wa leo. Watu wengi wanafikia kwamba Mungu wao aliwaacha. Hapana, tumekuja kuwaletea huyu Mungu katika soko hili, ya kwamba Mungu bado yuko, na Mungu huyo bado anatujali, na anajali sana afya zetu, wapendwa. Tukaona lishe hilo likaitwa nini? Post flood diet, yani lishe la gharika. Lishe la gharika, after gharika, lishe la gharika. Mungu akatupatia nini? Alitupatia nini? Alitupatia nyama. Akapeana nyama kwa wale watu ambao walikuwa ni watu wa Nuhu, wakaweza kupewa nyama, maana mimea haikuweza kuweko. Tukaona hiyo katika kitabu cha Mwanzo 9 fungu la 3, na tukaja pia tukaona Mwanzo huo 7 fungu la 2 tukaweza kupata. Lakini waliambiwa wasile damu, wasiweze kula damu. Pia tukaja tukaona baadaye wakaambiwa jambo pale ya kwamba wasiweze kula mafuta ya kondoo, wasiweze kula mafuta ya mbuzi, wasiweze kula mafuta ya ng'ombe. Hiyo yote tuliweza kuangalia katika maandiko na tukaweza kupata mafungu hayo katika Mwanzo 9 fungu la 4 na Mwanzo 3 fungu la 17 na Mwanzo 7 fungu la 23. Tuliweza kuona mambo haya yote, wapendwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ameendelea kumfuatilia mwanadamu. Licha ya kwamba alitenda dhambi, Mungu anaendelea kutupenda katika maneno yetu ya afya zetu. Tukaja tukaona lishe lingine ambalo linazungumzia Exodus diet, yani lishe la kutoka wapi? Misri. Mungu akapatiana wana wa Israeli, akawapatia chakula kutoka mbinguni kinachoitwa mana. Wakala mana kwa muda wa miaka ngapi? Wakala muda wa miaka 40 wakiwa wanakula mana. Chakula hicho kilikuwa kinakaa kama korianda. Tutaweza kuangalia vitu hivyo baadaye. Nakumbusha tu mambo ambayo tuliweza kujifunza jana ambayo ni ajabu sana. Kwa hivyo Mungu anatujali, wapendwa. Lishe la mwisho ambalo tuliweza kuliona jana lilikuwa linaitwa New Earth Diet, yani lishe la mbingu mpya, ama wacha tuseme lishe la nchi mpya. Nchi mpya ambayo tunatarajia, kila mtu hapa anatarajia kuishi na Mwenyezi Mungu milele. Kwa hivyo tuna mbingu mpya. Hii dunia itaondolewa kama karatasi, itakunjwa kama karatasi. Hii dunia itachomwa. Hivi karibuni dunia hii itaweza kuchomwa. Tutaangalia hayo maneno katika maneno ya unabii katika juma hili. Tutaweza kuangalia jinsi dunia hii karibu kuweza kuangamizwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu atatuumbia mbingu mpya na nchi mpya ambapo tutakuwa na lishe. Tayari Mungu ametutayarisha, ameweza kueleza ya kwamba tutaweza kuwa na chakula cha mbinguni, chakula cha nchi mpya. Hebu nataka tu msomaji aweze kusoma ile fungu ili watu waweze kujua ya kwamba katika nchi mpya hatutakula hivi vyakula tunakula, tutarudi katika lile lishe la Adamu na Hawa. Inasema namna gani? Kitabu ni cha Isaya 65 fungu la 21. Msomaji utasoma alafu utaruka fungu la 25. Msomaji wangu Isaya, msomaji wangu ni nani? Kitabu cha Isaya. Nataka tuweze kuangalia vile Mwenyezi Mungu ameanza lishe lake kuanzia wakati wa Adamu mpaka wakati wa kwenda kuishi milele. Ametuarejea hizo lishe zote. Huyu Mungu apewe sifa na shukrani kwa sababu yeye ndiye anayejua structure yetu. Yeye ndiye anayetugovern vile tunavyostahili kuweza kuweka
watapatikana ndani ya huu mwili wapendwa. Kila generation Mwenyezi Mungu alikuwa anawapatia lishe mpaka kizazi hiki chetu. Basi sasa anataka huyu Mungu anataka tuweze kurudi katika lishe ambalo ni bora, lishe ambalo tunapoenda tumeanzia practice hapa. Ndiposa hata wanasayansi wanasema turudi katika lishe la mboga, tuweze kuja katika lishe la kula maharagwe, tuweze kula avocado, tuweze kula nyanya, tule hivi mbegu, tutaweza kuwa na afya tele, na ndio dawa ya mwili wako mpendwa. Mungu huyu anataka turudi katika hiyo hali, ndiposa tunapoenda inakuwa ni automatic. Hatutaenda huko na kuuliza Mungu, mbona nyama hakuna hapa, mbona Mungu bucha hakuna hapa. Hiyo yote tulijifunza ya kwamba Mwenyezi Mungu hafurahi watu wanapotafuna damu na mafuta. Haya yote tuliweza kuangalia, na tunaona wagonjwa wengi ambao wanakuja hapa kuweza kupimwa wanapatikana damu yao ni piki, yani ni mzito. Damu unaandikiwa ni mzito, kila mtu karatasi yake, damu yako ni nzito. Hivyo vitu ndivyo vinavyoleta damu yako kuwa nzito mpendwa. Kwa hivyo tunapoendelea tutajifunza mambo makubwa na mambo mengi sana. Kitabu cha Isaya 65 fungu la 21 mwalimu, linasema namna gani? 65 fungu la ngapi mwalimu? Isaya 65 fungu la 21. 21 neno la Bwana linasema. Katika kitabu cha Isaya 65:21. Naam. Nao watajenga nyumba. Na kina nani hao mwalimu? Na kukaa ndani yake. Mwalimu ni kina nani hao wanajenga nyumba? Wana inasema hivi. Nitaanzia fungu la 20. Hatakuwa kuwapo tena mtoto wa siku chache. Wana wa Israeli ndio watakaa pale mwalimu. Tunaongelea juu ya nchi mpya na mbingu mpya. Kwa hivyo katika nchi mpya tunaenda kula nini? Hebu angalia watu watakuwa wanakula namna gani? Ni vitu gani ambavyo tutakuwa tunakula katika nchi mpya? Hebu soma mwalimu, inasema namna gani? Inasema hivi. Naam. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Watapanda mizabibu. Tutapanda nini mwalimu? Mizabibu katika nchi mpya. Inateremka ikisema na kukula matunda yake. Na kula matunda ya mizabibu tutapanda. Kwa hivyo kuna kupanda huko, tutapanda sisi wenyewe na tunakula nini? Mizabibu, matunda yake. Endelea msomaji. Endelea kusema fungu la 22. Inasema hawatajenga. Akakaa mtu mwingine ndani yake. Yani kila mtu atajenga kajumba kake, nyumba yake ya kifahari, kila mtu atajenga. Hautajenga na mwingine anakuja kukaa pale. Endelea msemaji. Teremka ikisema. Naam. Hawatapanda akala mtu mwingine. Unajua watu ni wezi sana, wanangoja tu watu wakipanda hapa duniani. Lakini katika dunia mpya ambayo Mungu ataitengeneza, unapopanda hakuna mtu anakuja kuiba, unakula chakula yako wewe mwenyewe. Teremka ikisema. Maana kama siku za miti ndivyo vitakavyokuwa siku ya watu wangu. Endelea. Na wateule wangu watafurahi kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Inateremka ikisema hawatataabishwa kwa kazi bure, wala hawatavaa kwa tabu, kwa sababu wao na wazao wao waliobarikiwa na Bwana. Inateremka ikisema watoto wao pamoja nao. Inateremka ikisema na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Inateremka ikisema na wakiwa katika kunena nitasikia. Endelea. Endelea ikisema mbwa mwitu mwana kondoo. Hapo ndio nataka sasa. Mbwa mwitu atafanya nini mwalimu? Mbwa mwitu na mwana kondoo watalisha pamoja. Mwalimu, nikuulize swali. Naam. Mbwa mwitu na kondoo wanakaa pamoja? Hawawezi kaa saizi pamoja. Lakini kule juu mbinguni watakaa pamoja. Watalisha pamoja. Kweli. Endelea. Inateremka ikisema. Naam. Inateremka ikisema. Na mwana kondoo watalisha pamoja. Na simba
atakula majani kama ng'ombe. Simba atakula nini? Majani kama ng'ombe. Kuna nyama huko simba atakula mwalimu? La mwalimu. Hakuna nyama ya simba kula. Kweli. Kwa hivyo watakula nini? Majani kama nini? Watakula majani kama ng'ombe. Naam. Inateremka kusema mavumbi watakuwa chakula ya nyoka. Hawatadhuru wala kuharibu katika milima wangu mtakatifu. Hawatadhuru wala kufanya nini? Kuharibu milima mtakatifu. Kuharibu mlima mtakatifu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika nchi mpya hakuna mtu kudhuru mwingine, hakuna mtu kuenda kuchinja, hakuna kuchinja kuku huko, hakuna, huko ni matunda tu. Kwa hivyo wale watu wanaenda mbinguni, jitayarisheni kukula hii mboga mboga, kukula hii nyanya, kukula hii vitunguu, maharagwe, mbegu. Kwa hivyo kule hakuna kuharibu katika mlima wa nani mwalimu? Mwalimu katika mlima wa Mungu. Asante. Haya ni mambo lazima tuweze kuambia watoto wa Mwenyezi Mungu, kwa maana watu wengi ambao tunakuja kuangalia wameteseka, hawajui watafanya nini. Kuna vitu ambavyo tunavitumia baadaye zinakuja zinaleta madhara makubwa sana katika maisha yako. Kwa hiyo tuliweza kujifunza maneno haya. Now hivi sasa nataka niweze kuangalia kidogo katika hiyo sehemu ya kwanza ya nutrition. Sijui kama kuna chart yangu hapa, iko wapi? Zile charts, nataka tuangalie sehemu ya nutrition. Watu wawili waweze kunishikia ile chart ya nutrition tuweze kuangalia. Na nataka niwasaidie hivi wale wagonjwa ambao wanakuja kutuona. Unajua kuna mambo mengi ambayo hatuwaelezei, lakini kama una kalamu na karatasi andika, kwa sababu hizi ni sindano 8 ambazo ninakudunga. Na utakapofika ya 8 wewe siku ya 9 wewe unaendelea kupona. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ndio mambo ya hakika ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kuyatilia pumzi. Kwa hivyo tunaangalia hii sheria ambayo ni ya lishe, ni ya maana sana. Wakati wewe unaenda kinyume na sheria ya lishe, ndiyo sababu wewe unakuwa nini? Unakuwa mgonjwa. Katika maneno ya lishe, tukiangalia hapa kuna lishe ambalo watu wengi wanalipenda sana. Hili ni lishe ambalo lina mafuta, lishe ambalo limekaangwa, limeweza kukaangwa zaidi. Tutawaelezea ni nini kinafanyika wakati mafuta yanakaangwa zaidi. Nitakuja kuelezea hiyo. Kwa hivyo hii ni lishe, na hapa kuna lishe ambalo ni baya na hili ni lishe ambalo ni bora. Kwa hivyo ni wewe, ni choice yako kuweza kuchagua ni lishe gani ambalo wewe utaweza kuchagua. Maana kule mbinguni tunarudi katika lishe lile la Adamu na Hawa, lile waliloanza, hapo ndio tunarudi. Kwa maana Mungu anaendelea kututakasa tuweze kuwa watakatifu, na watakatifu watakapokamilika watakuwa wanakula matunda ya mizabibu, watakuwa wanapanda wakila matunda, watakula nuts, watakula njugu, watakula njugu mawe. Hizo vitu ambavyo hizo ndio vitu tutaweza kutengeneza. Watakula asali, watakunywa maziwa, lakini haitakuwa maziwa ya ng'ombe, itakuwa ni maziwa ya almond, itakuwa ni maziwa ya njugu, itakuwa ni maziwa ya mchele, itakuwa ni maziwa ya nuts. Hizo ndio vitu mnaenda kukula kule kwa Baba mbinguni. Kule mbinguni hakuna kudhuru, hakuna hiyo maneno. Kwa hivyo hii ni nutrition. Hii ndiyo chart ambayo inazungumzia kuhusu animal food na plant food, ambapo tunaona kwamba plant food iko na advantages zake. Tunaona kwamba plant food haina cholesterol ambayo inakusumbua wewe kila saa, inaziba mishipa ya damu, unakuwa na hata tap. Tunaona kwamba tuko na fiber iko katika plants katika mimea, basi itakusaidia wewe. Na pia iko low in fat. Tunaona kwamba iko low in fat, hakuna mafuta mengi katika katika chakula cha mimea. Pia tunaona kwamba iko na moderate in calories. Tunaona kwamba inakuwa sawa unapokuwa na calories ambazo ziko balance. Kwa hivyo tunakuja pia iko na phytochemicals ambazo zinakuja katika mwili wako, na ni virutubishi ambavyo vinakusaidia wewe mwili wako na damu yako kuweza kutembea vizuri. Asanteni sana, nashukuru sana, asante sana. Wameweza kuona daktari wa kwanza huyu. Kwa hivyo ninapoelekea kumalizia, nataka niweze kuambia hivi, katika lishe, nutrition ni pana sana, ambapo mimi nilijifunza kwa mwaka mzima kuweza kuelewa maneno ya nutrition. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati watu wanakula, unaweza kuwa na chakula kizuri ndio,
sababu gani? Kwa sababu wewe unakula ovyo ovyo. Watu wanastahili kula milo mingapi kwa siku? 3. Unakula milo 3, na ikiwezekana kama una uwezo unaweza kula milo 2. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mtu anastahili kupata kiamsha kinywa ambacho ni maji. Tutazungumzia juu ya sheria hiyo baadaye, tutakuja kuona. Unahitaji kunywa maji ya uvuguvugu around 2 glasses, na maji haya usinywe tu pukupuku inaenda nao. Unakunywa ukiangalia, ukitafakari ukuu wa Mungu kuhusu maji, vile ametengeneza maji hayo. Unatafuna maji. Watu huwa watafuni maji, watu wanakunywa tu. Yale mate mdomoni yanakusaidia wewe kusaga chochote ambacho kinaingia. Kwa hivyo yale maji ili yaweze kukusaidia wewe lazima yachanganyikane na mate. Tafuna maji unapokunywa polepole. Tafuna maji yako, sip tu kidogo tu. Unywe maji angalau glass 2 ziweze kutengeneza ile koromeo lako, iweze kutengeneza utumbo wako, iflush toxins, uchafu uteremke. Unaanza na maji. Kwa sababu gani mtu anaanza na maji kabla hajakula? Anaanza na maji kwa sababu amekuwa akifast. Umekuwa ukifast, na ndio unaona watu asubuhi wanaamka wanasema tunataka breakfast. Yani you have been fasting. Usiku umelala, umefast, hujakula chochote. Na mtu akitoka kufast, Waislamu watawaambia wanaanza na nini? Mimi naona wana matunda ya tende, watu wanaanza na matunda ya tende. Kwa hivyo tunaona ya kwamba unastahili kuanza na vitu vyepesi. Kama nini? Maji. Unaanza na maji kwanza. Unapeleka maji, utumbo unazoea, kuna kitu kinaingia chepesi. Alafu unakaa dakika 30 ndio unapata chakula chako cha asubuhi. Katika hali ya ulaji, hatustahili kula na kunywa kwa meza yako. Haistahili. Hiyo ni hatia ya maisha ya afya. Unastahili kunywa maji kwanza. Unapokunywa maji, tulia. Dakika 30 weka mlo wako ule umetengeneza mezani, kula. Na after kukula ndio unakaa 2 hours ndio unaanza kukunywa maji. Lakini kuna watu wamevunja sheria ya afya. Wanapoweka donge la ugali maji tena wanapeleka. Chakula hiki kinastahili kuweza kusagwa kwa awamu fulani. Kuna mahali itakaa 2 hours, ikuje mahali pengine ikae 4 hours, iende mahali pengine ikae hiyo 6 hours. Kwa hivyo unapata ya kwamba wewe unapokula chakula na huku unamwaga maji kwa mdomo wako, magonjwa na maradhi yatakuja. Hayo mambo nitawaelezea kesho. Nutrition ni pana sana ambapo nataka nitembelee hapo, kwa sababu magonjwa mengi ni kwa sababu ya lishe ambalo sisi tunakula. Kesho usikose kuja kusikiza maneno haya matamu ya Mwenyezi Mungu, na hii ndi sindano ya kwanza nakupa. Ukitunza sheria hii ya nutrition, utaweza kuwa na afya bora na afya teletele. Mungu wa amani aweze kuwabariki sana. Kwa hiyo nataka niweze kuomba. Baba mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele. Asante kwa sheria 8 za afya. Asante kwa lishe ambazo umetupa, mpangilio wako. Wewe ni Mungu uliye na mpangilio. Basi tunaomba tuongoze na Roho wako Mtakatifu. Ponya maradhi ya watu hapa wa Mazoas. Baba, waponye watu wako. Wanapoendelea kusikiza hizi sheria 8, basi wanapotii waponye maradhi yao. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.